mbele zake jioni hii ya leo. Na pia nishukuru kila mmoja kwa kuchukua nafasi hii. Najua mambo ya usiku inakuanga mengi, wengine wamefanya kazi mingi, wamechoka. Lakini neno la Mungu ni neno ambalo linafanya kila wakati tukae katika uwepo wa Mungu na tusiondoke katika njia zake. Kwa hivyo naomba tu ya kwamba tutakuwa makini, usingizi sije katulemea, na tukaanze tukusikia kile ambacho Bwana ametuletea siku ya leo. Kwa sababu Biblia inasema katika John chapter 1 verse 1 ya kwamba in the beginning there was a word, and the word was with God, and the word was God. So hiyo tu ni kwamba ili neno ambalo nawaletea neno ambalo liko na baraka, neno la baraka, neno la ushindi, na Mungu amepanga ikaweze kuwa hivyo kwa sababu ya mema yake. Kuna funzo ambalo Mungu amekuwa akinielekeza ya kwamba tukaweze kujifunza siku ya leo, na kabla ya hiyo sasa nataka kila mtu akuwe makini, kwa sababu nitakuwa naambia fulani nisomee kitabu fulani, so kuwe karibu na Biblia yako so that tutashiriki pamoja. So tunaenda kujifunza katika 1 Thessalonians wa Thessalonika wa kwanza chapter 5 verse 23. So dada yetu Lucy, unaweza tufungulia wa Thessalonika wa kwanza mlango ni wa 5 mstari wa 23. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Lucy, unaweza tusomea alafu tutabarikiwa. Dada Lucy. Dada Lucy, kama uko karibu ama mwenye amepata atusomee 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Sasa tufungulie tusome pale ndio tujue kama tuko pamoja. Karibu sana tena. Amen. Nasema in English ama Kiswahili? Yeyote tu. Okay, yeyote tu any version. Okay, so First Thessalonians chapter 5 verse 23. Yes. And it says, and the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. In Kiswahili, Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa, nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu muhifadhiwe mwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Asante sana. Nashukuru sana kwa ajili hilo neno. So tunajua kwamba hili neno ambalo Paulo mwenyewe aliwaandikia Wathesalonike, na nitaenda kwa main theme ya hili neno ambayo inasema ya kwamba walking in the fullness of God's design. Nitaweka kwa message ndio pengine mtaelewa vizuri. Wakati mwingine matamshi inaweza pitana. Walking in the fullness of God's design. Walking the fullness of God's design. So katika introduction nataka tuelewe kwamba Mungu alituumba sisi zote katika sehemu tatu, ambapo kuna mwili, kuna nafsi na kuna spirit. So God created us in three beings, that's the body, soul and the spirit. The body, soul and the spirit. So wakati ambapo tumesoma hii verse
1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Pengine naweza rudia tena kwa my own version. Mimi nasoma katika Biblia New Living Translation. Version yangu ni New Living Translation. Nasema kwamba now nanipata? Now may the God of peace make you holy in every way, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless until our Lord Jesus Christ comes again. So hapa hii verse moja peke yake ya 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 imekusia already hizi vitu tatu. That is naona ndugu Ezra umetile exactly. That is the body, soul and the spirit. Now nataka tuelewa about the body, soul and the spirit, how this sinafanya kazi katika maisha ya mwanadamu. Kila mtu wakati ulikuwa unaumbwa, tuliumbwa katika body, soul and the spirit. Everybody ambaye amezaliwa. So before we continue, we have to understand what the body is, we need to understand what the soul is, and we need to understand what the spirit is. Now, each part has a role in our walk with God. Kila sehemu ya hizi vitu tatu ambazo nimewaambia iko na role in our walk with God. Hata tunapoangalia mfano kama Mungu mwenyewe. Mungu anajidhihirisha katika utatu utakatifu. That's God the Father, God the Son, God the Holy, God the Spirit. Without those three, haukuna chindi ambavyo utasema ya kwamba unaamini Mungu lakini huamini mwana. Unaamini Roho Mtakatifu lakini huamini Mungu. So the three must be combined, ndipo maisha ya Mkristo yakaweze kusimama na kuendelea. So katika maisha ya Mkristo na sisi hapa, naamini ya kwamba Mungu alituumba katika mwili, roho na nafsi. To live victoriously as believers, we must understand how the three aspects function and how they interact in our spiritual journey. Hata tunaelewa kwamba through that the Holy Trinity, tunajua kwamba there is a role the Father plays, that's God himself. There's a role the Son plays, that's our Lord Jesus Christ. Then there's a role about the Holy Spirit plays. Now, hata pia tukirudi hapa chini sasa tunaona kwamba the spirit, soul and body kuna role ya kila moja. Nataka tuende polepole ili at least kila moja tutaweza kuelewa, tusije tukapotea njia, kwa sababu maisha ya Mkristo, if you don't understand what the body has to do ikilinganishwa na maisha ya mwanadamu ili akaweze kumpendeza Mungu, ni lazima tuelewe hizi vitu jinsi zinavyofanya kazi. Now, nataka tufanyie illustration kidogo ili tuelewe hizi vitu tatu zinafanya kazi gani. Nataka uelewe kama mwili wetu mwili wa mwanadamu yuko katika sehemu tatu. Physically ile ambayo unaweza iona. Unaona kuanzia kwa kiuno kurudi chini. We can call it the body. Now, alafu kuanzia kwa kiuno pia kupanda juu hapo kufika kwa shingo, we can call it the soul. Hope tunaelewana vizuri. Kama tunaelewana vizuri, unaweza tuma tu pale image Sunday Christine. Unaweza tuma pale kani, at least naelewa kwamba tuko pamoja. Thank you. Naona tunaelewana. So, tumesema kwamba maisha ya mwanadamu yakaonyesha katika viungo tatu. That's the body, soul and the spirit. Na nataka tuelewe ya kwamba body iko wapi, soul iko wapi, then the spirit iko wapi. Now, nasema kwamba kutoka kwa kiuno kurudi chini paka kwa miguu, we can call it the body. Na kutoka kwa kiuno kwenda paka kwa shingo, we can call it the soul. Na kutoka kwa shingo na kichwa paka yote, we can call it now the spirit. Ama another illustration ni ile ambapo umechukua watu watatu wamesimama line moja. Unaelewa yenye watu wanasimamanga line moja? Yaani mimi nasimama nafuata mwingine kwa mkongo. Unaonanga wakati unaenda kupiga kura, unapiga kura umesimama line moja, huyu unafuata huyu, unafuata huyu. Na yule ambaye ako mbele tunaweza muita the body. Yule ambaye ako katikati tunaweza muita kwamba that's now the soul. Na yule ambaye ako nyuma tunaweza muita kwamba there is
the spirit. So katika hizi zote zinakuwa ziko connected pamoja in a way that hakuna njia ambayo unaweza pata kwamba huyu ako sehemu peke yake. There's no way ambapo unaweza pata the soul ako peke yake anafanya kazi peke yake. All these three has to combine, lazima watembee pamoja ili wakaweze kufanya nini? Watembee katika njia ambayo inahitajika ndio waweze kumpendeza Mungu. The spirit cannot work alone without the soul, and the body cannot work alone without the soul. Sasa unapata kwamba soul ndio mwenye ako the center. Soul tunamuita kwamba nafsi. Kwa Kiswahili tumeambia kwamba ni nafsi. The body ndio mwili huu wote tu, mwili wa mwanadamu wote, that's now the body ambao tunaelewa. But now the spirit, huyu naye ndiye anatu connect directly to God, God the Father. Now tunataka tuende one by one tuingie katika the body. So ndugu Ezra unaweza tufungulia 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Wakorintho wa kwanza 6 19 to 20. Hapo ndio tunataka tuelewe what the body is. Nataka tuelewe mwili ni nini. Ukifungua utafungua tu mic alafu tusome 1 Corinthians chapter 6 19 to 20. Ndugu Ezra karibu. 1 Corinthians 6:19 to 20. Kiswahili Biblia inasema, yes. Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliopewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe. 20. Maana mlinunuliwa kwa dhamani, sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Amen. Asante sana. Now, tunaambiwa kwamba tunaala mwili, hapo ndio tumepata now the body. The body is now the earthly vessel. Tumesema kwamba nataka tuelewe is the three. That the body, soul and the spirit. Sasa tumechukua number 1, tunataka to discuss about the body. Na hapa ndio tunaambiwa kwa ndugu wetu ametusomea that's 1 Corinthians. Hebu tusomee tena ndugu. 1 Corinthians chapter 6 19 to 20. Tusomee tu tena. 1 Corinthians 6:19 Biblia inasema, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliopewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe. 20. Maana mlinunuliwa kwa dhamani, sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Asante sana. So, don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God? You do not belong to yourself, for God bought you with a high price. So you must honor God with your body. So, Mungu anatuita kwamba wakati tunamwabudu lazima tumwabudu na mili yetu. Na tukijua kwamba tumeambiwa kwamba hatujua kwamba mili yetu ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. So our bodies are the temple of the Holy Spirit. Na hapo tunasoma pia ukisoma Romans chapter 12 verse 1, Paulo alikuwa anaambia Warumi ya kwamba, and so dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of what he has done for you. Ya kwamba tutoe mili yetu katika Bwana tunapotafakari yale ambayo alitendea. Let them be holy and living sacrifice, the kind he will find acceptable, for this is truly the way to worship him. So tunajua kwamba Roho Mtakatifu hako katika mili yetu. So tusiposulubisha mwili wetu hatutaweza kufanya nini? Hatutaweza kupendeza Mungu. Now, the body is the physical structure through which we interact with the world. Mwili huu ndio unaonekana katika dunia. Tunaona kila wakati. It's the temple of the Holy Spirit, jinsi ambayo tumesomea katika hiyo 1 Corinthians 6:19 to 20 na pia katika Romans 12:1. Hapo ndio tunapata. Now, the enemy targets the body through sin, sickness and addiction. Tunapata kwamba adui huwa anatafuta mwili ili akaweze kuangamiza au autese kupitia kwa dhambi. Ndio unapata mara mingi tunajaribiwa
So na huwa tunapata hiyo ni mwili unashindwa kwa sababu the Holy Spirit is not there. But when the Holy Spirit is alive in you, utapata ya kwamba mwili umeshaufanya mwili umekufa na umesulubishwa, so hautaenda kufanya tamaa zake ambazo zinahitajika. Tukisoma pia katika Galatians chapter 5 verse 16 to 21 utapata kwamba mwili na roho, hizi vitu mbili huwa zinapingana mara mingi sana, na Biblia inatuambia kwamba lazima tushinde mambo ya mwili so that our souls and the spirit zitaunganika ili kufanya nini? Kumpendeza Mungu. Because hapo hiyo Galatians chapter 5 verse 19 mpaka 21 ndio unapata zile fruit of the bodily desires. Hiyo ndio unapata hiyo mambo ya sexual immorality, mambo na hatred, yani hizo sins zote. Na Biblia imetaja hizo vitu zote, na ikasema kwamba anyone who does vitu kama hizo hatafanya nini? Hataweza kuona ufalme wa mbinguni. Now the enemy against the body through sin. Na adui aliingia aje? Dhambi ilipatikana aje katika duniani? Unapata kwamba wakati Mungu aliumba mwanadamu wa kwanza, that's Adam and Eve, Mungu alikuwa amepeana condition ya kwamba wakaweze kuobey that yale mambo ambayo Mungu alikuwa amewaambia kwamba don't eat the fruit katika ule mti wa katikati. Lakini mwanadamu aliweza kudisobey. Na alidisobey kupitia kwa njia gani? It's because there was a devil, serpent alikuwa pale, nyoka alikuwa pale ambaye alikuja akatanganya Eve, akamwambia kwamba wewe kula na utaona macho yako yatafunguka. Na venye Eve alijaribu tu kukula hivi, akaenda pia akapatia nani? Akapatia Adam. Na hapo ndio sauti ya Mungu iliweza kushuka kutoka mbinguni, akaita Adam, Adam, uko wapi? Kumbe mwanadamu alifanya nini? Kweli macho yake ilikuja ikafunguka, kaona kumbe ako uji, kitu ambacho hakuwa anajua ya kwamba sasa through that disobedience ndio sasa sin iliweza kuingia, sin ikaingia, dhambi ikaingia, tukapata sasa kuna sicknesses, magonjwa yameingia, vifo simeanza kupatikana, na pia kuna mambo na addiction. No, I come in a community ambapo unapata sasa pombe is the main, yani ndio main objective ya hiyo community yetu. Tina is my sister, she understands, especially in our area. Utapata kwamba pombe imekuwa sasa ndio chanzo kubwa sana. So utapata kwamba hao wameshaharibu miili zao kupitia kwa addiction. Utapata sasa sicknesses pia itaingilia na dhambi itaingilia. We must discipline our bodies. We must discipline our bodies and keep them in alignment with God's will. Lazima miili yetu tuiteze. Na Dada Sylvia tusomee 1 Corinthians chapter 9 verse 27. 1 Corinthians chapter 9 verse 27. 1 Corinthians 9:27. Karibu. 1 Corinthians 9:27. 1 Corinthians 9:27 it says, But I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be cast away. Swahili. Bali na utesa mwili wangu na kuutumikisha, isiwe nikiisha kuwahubiri wengine, mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Wow, a very powerful verse, a very very powerful verse. You can imagine hii kazi ya injili ambayo tunafanya hii, ya kwamba wewe umepambana, umeshahubiria mataifa, umehubiria mwenye dhambi ameokoka, na wewe mwenyewe inafika wakati hautaki kuutesa mwili wako, unachingiza katika tamaa za mwili. So unapata umekataliwa, umetupa katika moto wa jehanamu. Nataka niwaambie kwamba my sisters and my brothers hii ambao tuko hapa, ni vizuri kufanya, lazima tusulipishe miili yetu ikue, yani mili yetu ikuwe under subjection, ya kwamba tuna sacrifice, tunaiteza ili ikaweze kufuata the God's will, mapenzi ya Mungu. Unajua mara mingi unapata tamaa za mwili zinafanya tunachingiza katika dhambi.
Wakati mwingine hata unapata katika mazungumzo yetu. That's why our sister Tina wakati alikuwa anaanzisha ametuambia kwamba tukaweze kutubu dhambi zetu. Mungu atusaidie tubu dhambi zetu, kwa sababu wakati mwingine kuna zile dhambi ambazo unatenda hata kwa kutokujua. Kuna that willful sins na kuna zile dhambi ambazo unapata umefanya kwa kutokujua. So every time we need to ask God for us, yani akaweze kutusamee na kutusaidia kwamba tukakae katika mapenzi yake. Now, we must discipline our bodies and keep them in alignment with God's will. So naamini ya kwamba tumeelewa what the body is. Nataka tuende about the soul. Tuongelea about the soul. Soul tunasema kwamba ni nafsi. Tumeachana sasa na mwili, tunasema kwamba tumeenda kwa soul. Now, the soul is the seat of the mind. Mnaona mind mawazo yetu ambayo iko ndani yetu, akili yetu. Sijui kama mshaikutana na mtu ambaye unaona huyo mtu ni anakaa wazimu, anaongea vitu zake, unamuona anaanza kucheka tu kwa vitu zenye hata itakana acheke. Unapata amefanya tu vitu zingine. So huyo unapatanga mind yake imefanya nini? Imeharibika. Na that's the mind, hiyo ndio the soul. Mind, will sijui nieleza aje kwa Kiswahili. Will lakini naweza sema sijui nitumie neno kama ni matarajio ambayo tunakuanga nayo. The will and the emotions. Emotion ni ile sasa, sijui kama unapatanga kuna mtu hata unakutana naye anakuona tu amekasirika tu, hataki kukuona. Sasa mtu anakuwa na emotion mingi, hata correction, unapata correction hataki kukorektiwa. Sijui kama tunaelewana, but it's something ambazo sisi wenyewe tunaelewa. Hii mambo ya our will, mind and the soul. Yafaa tuelewe hii kitu iko very very important. Na nataka data Lucy, sijui kama ako around. Lucy, sijui kama unatupata. Naweza tuma ka emoji Lucy. Lucy bado. Mercy. Okay, dada Sylvia tena tusomee 3 John 1:2. That John, Yohana wa 3, chapter 1 verse 2. Dada Sylvia tusomee. Umesema 3 John. Yeah. Chapter 1 verse 2. It says, yeah. Beloved, I wish above all things that thou may prosper and be in health, even as thy soul prospereth. In Kiswahili. Yes. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako, kama vile roho yako ifanikiwavyo. Amen. Wow. So, okay, hii nafikiria version nyingine hafai itumie nafsi. So but kwa Kiswahili, kwa Kiingereza imeongea about soul. Now the soul hapo tumesema kwamba is the seat of the mind, will and emotion. Nataka tushike hizo vitu tatu. Soul, wakati tunasikia about soul, hiyo ndio nafsi. Imepepa akili, will and emotions. That's mind, will and emotion. Now understanding the soul. The soul comprises the mind. Na mind hapo tunapata kuna thoughts. Unapatanga tu kama thoughts zako either ziko positive. Wakati unakuwa na positive thinking, ndio unapata ya kwamba mambo ya prosperity inakuwa rahisi. But when you have a negative thoughts, that's a negative mind, utapata ina result kwa mambo ya giza na itaenda ina affect the body. When your soul is affected, inarudi ku affect nini? Ina affect the body. Ndio unapata now the body anaenda kufanya that willful sin, anaenda kufanya zile mambo ya dhambi ile ambayo tumesoma katika Galatians chapter 5 verse 18 to 21 hapo hivyo. Now the soul comprises the mind. The mind in bracket nimeweka in bracket thoughts. Mind hapo ndio kuna thoughts. Thoughts huwezi kuipata kwa kifua. Thoughts iko kwa mind, kwa akili. Thoughts yani mawazo. Unanipata? Yeah, naamini tunapatana. Then the will decisions. Will nimeweka in bracket decisions. Decisions ni zile zazo unapata mtu amekukoseka kitu kidogo sana. Then unapata
hasira inaingia, anger. Unajua anger is one of the fruit of the body ambazo zinafanya mtu afanye nini? Atende dhambi. Na Biblia inasema kwamba yote ambaye anafanya anything ambayo iko related with that, yeye hataingia katika ufalme mbinguni. Now tumesema kwamba mind iko na thoughts, then will ni decisions. Will ni decisions. Ni hatua zile ambazo unachukua. Wewe unachukuanga hatua gani wakati unapata kuna either kachangamoto kameingilia? Ni hatua gani ambao unachukua? Then kuna emotions. Emotion ndio feelings. How do you feel when you are disturbed? How do you feel wakati ambapo umekuzwa kidogo ama umefanywa anything ambayo iko negative? How do you feel? That's now the composition of the soul. Soul tumesema kwamba ni mind, that's the thought in bracket thoughts, will in bracket decisions, and emotions in bracket feelings. It is the battlefield where spiritual warfare occurs. Mnanipata vizuri? So it's the battlefield. Yani hapo ndio uwanja wa vita. Na kuambia kwamba when your soul is interrupted, wakati soul yako, nafsi yako imekuwa interrupted, hata the spirit atakuwa interrupted, even the body atakuwa interrupted. Tumesema kwamba soul akapo katikati. Soul, nafsi, akapo katikati. Yeye ndio kila kitu. Akiwa interrupted kidogo, anaenda na affect mwili unaanza kufanya mambo mengine. Na unajua mwili wakati unajikuta unafanya mambo mengi, mambo mabaya, unapata fikra zako zimekuwa mbaya ama mawazo yako imekuwa mbaya. Unajua hata unaanza kuwa kwa highway unatembea like huku Nairobi mnajua Thika Road. Imagine unajikuta uko kwa Thika Road, akili yako imepotea, unaanza kutembea unaanza utapitwa na gari. So inachangia mambo even the accident ama mambo mabaya inafanya nini? Inatendeka. Now the soul is the battlefield. Wakati unapigana vita, uhakisha kwamba nafsi yako imesimama, utapata mambo mengine yote na inafunguka. Utapata the spirit is okay, the body is okay. But ukipata nafsi iko na shida, inaenda na affect the two. Now the spirit tunaenda kupata hapo mbele, tunataka kuambia pia about the spirit. Huyu ndio anatuconnect direct kwa Mungu direct. Now the enemy influenced the soul through fear. Sichuka ushajikuta wakati mwingine unaona tu kitu naokopa tu. Like let me say before niokoke nipokee Yesu. Ungeachua nyumba like nyumba kubwa sana. Nyumba kubwa. Ndio unajikuta usiku. Unaanza tu kufikiria mambo mengine, unapata tu wasiwasi na kuingia. Hata ukisikia kama ni panya imepita, unapika nduru, unaona ni kama especially the ladies unakuanga ni hiyo challenges wale ambao hawajaokoka. Imagine tu panya anaanza fanya upike nduru kwa nyumba peke yako, una shout. That's a fear. Amesha instill fear in you. Na njia moja unahitaji kujua kwamba adui huwa anatuinda kupitia kwa fear. Na fear yani fear ni kitu kingine mbaya sana. Uoga ni kitu kingine mbaya sana. Sisi ambao tumeokoka we need to do away with fear. Tusiwahi kupali ya kwamba fear atakuja kutuweza. Now, another influence is depression. The soul. Depression. Mara mingi nyinyi mmeona watu wengi yani wanakuwa depressed. Mtu anasikia sijui my neighbor, my relative, my parents haku hivi, mara amekuwa mgonjwa. So unajikuta umekuwa depressed. Unapata lose that hope. You have lost the hope. The faith is not there. Faith is no longer now working in you. Hakuna imani tena. Na Biblia inasema katika Hebrews ya kwamba I think 5 chapter 5 verse 2 or what, but I'll confirm. Ya kwamba pasipo imani huwezi kumpendeza Mungu. You cannot please God without faith. So unapata depression imeingia. Depression imeingia kwa sababu ya nini? Ya fear. Then depression ikiingia analeta confusion. Yes, Christabel? Yes, Christabel? Yes. Christabel? Christabel mute. Yes. Yeah, thank you, Christabel. Yeah, Christabel nataka tusomea Romans chapter 12 verse 2. Unless kama unakuwa disturbed kwenye huko, but unaweza tusomea Romans 12:2. But I can just quote it even before you read it. Romans 12:2 anatuambia kwamba don't copy the behaviors and customs of this world. Hii nasoma katika
Biblia yangu inakuanga yani NLT, that's New Living Translation. Don't copy the behaviors and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Yani yale mambo ambayo unawaza. Christabel anza tusomea Romans 12 verse 2. Warumi 12 verse 2. Christabel. Dada Christabel. Dada Christabel. Sister Mercy. Yeah. Romans 12:2. Mwenye ameipata? Mwenye amepata naweza fungua mic atusomee. Romans 12:2. Okay. Inasema, Yes. Do not conform to the pattern of this world. Yes. But be transformed by the renewing of your mind. Yes. Then you will be able to test and approve what God's will is. Wow. It's good. Yes. Pleasing and perfect will. Amen. Amen. So hii yangu inaniambia kwamba don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. So wakati uliokuka tena tusiruhusu ya kwamba tena tunaanza kukopi yale mambo ya kitambo yenye tulikuwa tunafanya kama bado hatujaokoka. Haya. Tumesema kwamba the enemy influenced the soul through fear, depression, confusion and wrong decisions. So unapata kwamba when your soul is affected, you take decisions ambazo haziendane na neno la Mungu. Sisi kwetu ilikuanga ni vigumu sana ukiona like msichana amelewa ama unapata msichana amechukua sigara anavuta. Lakini nowadays you can imagine ni vitu ambazo zinafanyika live. Unatembea kwa streets unakutana hata wasichana wamelewa. Yani dunia imeisha kabisa. Na inafanyanga wakati mwingine unaambia tu Mungu asante tu kwa ajili ya baraka ya wokovu, because salvation has really changed us. Salvation imetubadilisha, ni imefanya wengine wetu at least tunaweza itwa wana wa Mungu. We renew our minds with the word of God. Yani neno la Mungu ili ukaweze kubadilisha akili zako, you need to renew it through the word of God. In order to renew your soul, you must feed your soul with the word of God. Have a consistent in the study of the word of God. Ukipata pia ukisoma inakuanga Joshua chapter 1 verse 8 natuambia kwamba study this word of instruction continually and meditate on it day and night, only then will you prosper and succeed in all you do. So hapa ya kwamba tunajua kwamba tunaambiwa kwamba even without the word of God prosperity inakuwa ngumu. Bwana asifiwe. Na prosperity tusikuwe tunaangalia tu material prosperity. We also need to understand that there is eternal prosperity ambayo tuliahidiwa if we continually study the word of God. If we continually meditate on the word, if we continually read the word of God, na tuweze kumeditate every time. So napata ya kwamba every time Mungu anafanya nini? Anatuelekeza. Now, kuna mtu anaanza tusomea Ephesians chapter 4 verse 23. Mtu atusomea Ephesians 4:23. Mtu atusomea Ephesians chapter 4 verse 23. Whoever is ready to read for us Ephesians 4:23. Ephesians 4:23. Aza tusomea Ephesians chapter 4 verse 23. Data Melina. Ephesians 4:23. Yes, nani imeleta hapo? Okay. Ephesians 4:23. Data Melina. Around. Mercy. Aza tusomea Ephesians 4:23. Wa Efeso.
Ya, tusome. Mfanywe wapya katika roho ya nia zenu. Imeishia hapo. Tusome tena ndugu Ezra. Ephesians 4:23. Be renewed and be renewed. Yes. In the spirit of your mind. Yes. Mfanywe wapya katika roho ya nia zenu. Asante. Wow, thank you. A very powerful word. We renew our minds with the word of God and surrender our will to Christ. So nataka tufikie pale kuhusu the soul, then tunataka tuende mwisho tuangalie about the spirit. But the spirit. Acha tuende tuangalie spirit. Na just correction kurudia tu ya kwamba the spirit ako juu ya soul. The spirit ako juu ya soul. Tumesema kwamba soul ndio mwenye ako katikati, nafsi yako katikati, alafu the spirit ako juu, mwili ako chini. So mwili unaonekana, ukimwangalia mwili ataonekana. Soul hawezi kuonekana kwa sababu ako ndani ya mwili, na pia nafsi spirit hawezi kuonekana, roho hawezi kuonekana ako ndani ya mwili, lakini ataonekana kupitia kwa matendo yetu. Now, understanding the spirit. The spirit, the part of us that connects directly with God. Yaani unajua wakati tunaomba katika roho na kweli. And that is why Yesu mwenyewe anatuambia kwamba for God is a spirit, and those who worship him must worship him in a spirit and in truth. The spirit, the part of us that connects directly with God. Before salvation, the spirit is dead in sin. Unajua kabla mtu hajaokoka, huyu mtu anakuanga hawezi kuwa, yani roho yake imefanya nini? Imeangamia katika dhambi. Sasa yeye hata roho, hakuna jinsi ambavyo utaniambia kwamba wewe ni mtenda dhambi umeingia katika hata ujielewi, then hata unajua kutukana Mungu itakuwa ni rahisi kwako, hutakuona kama kuna shida. So lazima uokoke, umkubali Yesu so that your spirit will be okay. Tunasema kwamba before salvation the spirit is dead in sin, but when we receive Christ we are made alive. Hallelujah. When we receive Christ we are made alive. The spirit is where God speaks and leads us. Roho Mungu anatuelekeza. Nataka mwenye kotara atatufungulia pia Romans 8:14. Tutasoma vitabu kadhaa hapa hivi, at least itatusaidia. Romans 8:14. But I'm almost finishing, so to see nisiwachoshe sana. I'm almost finishing. Romans 8:14. The spirit is where God speaks and leads us. Warumi 8:14. Romans 8:14. Manyako tayari atusomee. Sema. Yes. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. Yes. Wow. Those who are led by the Spirit of God are the children of God. Pia ukisoma John chapter 1 verse 12 inasema kwamba for those who received him they were made to become the children of God. Wale ambao walimpokea walifanywa kuwa one. So for you to be called a child of God, lazima umereceive God mwenyewe. Ndio nimewaambia katika hiyo John 1:1 kwamba in the beginning there was a word, and the word was with God, and the word was God. So meaning ya kwamba Jesus was there even from the beginning. Lakini alikuja kwa sababu ya dhambi ya ulimwengu. Ulimwengu ulikuwa umetenda dhambi sana, ndio sasa Mungu akaona ataendelea ataenda kumaliza ulimwengu. Ndio akamtuma mwanawe pekee Yesu Kristo. Alikuja akatupatia maelezo yote, akatupatia all the teachings, akafa msalabani na akatupromise ya kwamba sasa wakati anaenda hata tuacha kama yatima, pale anaenda kutuachia Roho Mtakatifu. Now we are being controlled every day by the Holy Spirit ambaye anatuelekeza katika kila jambo. We must walk in the spirit to overcome the desires of the flesh. Lazima tutembee katika roho ili ile desires of the flesh, ya mambo ya mwili ambayo tumeambiwa katika Wagalatia 5:16 hayataweza kufanya nini? Kutupata. How the three interact.
how the three interact. Nataka tuelewe sasa how the three interact, that the body, soul and the spirit huwa wana interact aje. The body is like a house for the soul and the spirit. Nimeambia kwamba mwili it's like, yani ni kama ni kile ambacho kimepepa. Mwili ni ile ambayo imepepa, imehifadhi, ni kama nyumba. Imehifadhi roho, ni imehifadhi nafsi. Ndio unapatanga kwamba yani amjaelewa kwamba the body your body is the temple of the Holy Spirit. Hapo kuna pia Romans anatulisanga hivyo. Now, the soul is the bridge between the body and the spirit. The soul tumeambiwa kwamba sasa nataka tuelewe kabisa, the soul is the bridge. Yani ndio daraja. Nafsi ndio daraja ya mwili na roho. Ni daraja. Whoever controls the soul that is the flesh or spirit determines your life direction. So unapata kama ulichukua direction ambayo ni mbaya, utakuwa affect your spirit. When the spirit is weak, the soul follows the body's sinful desire. So lazima tufanya kwamba spirit yetu ikuwe strong, so that hatutakuja kufanya nini? Hatutakuja kufuata the desires of the body. When the spirit is strong, it leads the soul and the body obeys righteousness. Acha nirudie point. When the spirit is strong, it leads the body and the body obeys righteousness. Utakatifu. Lazima tuishi katika maisha utakatifu, so that hatutakuja kufanya nini? Kupotea. How to align body, soul and spirit for God's glory. Strengthen the spirit through prayer and the word. Lazima uweke maombi. Na mimi nashukuru sana mwenye aliniingiza katika hiki kikundi, my sister Tina. Thank you so much. Imagine if we don't pray, if we don't read the Bible regularly, sasa tutaangamiza the soul. Soul akianguka anapatia nafasi the body. Ndio napata body sasa nakuwa rahisi. Kama ni mambo ya sexual sins, unajikuta umefanya tu bila wasiwasi. Kama ni mambo ya kukasirika kila wakati, kama ni mambo ya wivu, kama ni mambo ya ukomvi, kama ni mambo ya fitina, kama ni mambo ya yani ni mambo mingi sana ya giza ambayo inafanyika when there's no prayer and when there's no word. And also nataka niwaambia kwamba praying without the word of God, utajikuta umepotea. Utapotea kwa urahisi sana. So you have to make the word of God, yani ya kwamba is the word of God is like everything for us Christians. Without the word of God, daily study of the word, hata prosperity inakuwa ngumu. Haya. Renew the mind with the word of God. Renew the mind with the word of God. Ili akili zako zikuwe sawa, lazima utengeneze usome neno la Mungu. Discipline the body through fasting and holiness. Discipline your body through fasting and holiness. Prayer and fasting inatusaidia sana. Lakini pia usifast alafu unaleta vita. Unapata una fast pengine sasa that time kuna disruption. Na ukifast pia bila kuomba, hiyo itakuwa it's like just like a hunger strike. Ni kama tu unajiteza bure tu. So lazima ukifast pia unakuwa na time ya kuomba. Surrender to the Holy Spirit daily. Yani unajua Roho Mtakatifu is like everything for us. The Holy Spirit kwa maisha ya mwanadamu is like everything. Nataka uchukue mfano. Wakati uko na gari lako, nilo gari halina mafuta. Gari inasimia kwa highway, halina mafuta. Utajaribu hata kusukuma hiyo gari, utapata uko na uzito sana. Hiyo gari imagine itakuwa tu pale. So maisha ya Mkristo pia without the Holy Spirit utapata kwamba inakuwa ngumu. It's like a vehicle without fuel. A Christian ambaye ni Mkristo na ana Holy Spirit, atake kuembrace the Holy Spirit, utapata ni kama tu gari ambalo halina mafuta, liko tu pale. Litakuwa linaonekana na ng'ara kabisa, lakini halikusaidii. Haya. Cut your heart and thoughts. Hiyo unasoma baadaye Proverbs 4:23. Ambayo inatuambia kwamba ulinde moyo wako zaidi ya vyote. Cut your heart and thoughts. Lazima ulinde nafsi yako na moyo wako. Kuna mengine ningeendelea kuambia, lakini acha tufike pale kwa sababu naona
nilikuwa nimejipatia maximum of 45 minutes, na Mungu akaweze kuwabariki sana sana sana. Asanteni sana. Thank you. So nataka nirudishe nafasi hii kwa Tina, my sister Tina. Nataka nirudishe nafasi hii kwako ili uchukulie kutoka pale. Thank you so much. Mungu awabariki. Amen. 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 Let's appreciate our preacher for the word. Thank you so much, Brother Nelson. Thank you so much for the word. Let's appreciate our preacher for the word. Hamlali, niambini hamlali. Sioni Ezra, sioni Lucy, sioni Masi, sioni Christabel. Amen. Thank you so much, Brother Nelson. Mungu akubariki. Mungu azidi kukupa neno lake ili nasiweze kutufunza. Barikiwe sana. Amen. And allow me to do what? Please. Allow me to tumemaliza part ya the word. We still have time kidogo. Brother, allow me to say, like, anyone with a testimony. Brother Ezra, tukimalizia you will pray for Brother Nelson for the word. Tukimalizia hiyo itakuwa ya baadaye, but you will pray for him so that tunashukuru Mungu for the word, na pia Mungu azidi kumnemesha siku zote, azidi kutufunza neno lake. And it's time for testimonies. Anyone with a testimony, anyone with a prayer item, anyone with something to tell us, to share us what God did for her or him. The door is open. You can say anything. Karibu sana. Mtu anaweza sema anything yenye ako nayo, yenye anataka kusema, prayer item, anything. Karibuni sana. Hata kama ulikuwa umeongea mtu na Mungu sasa ameshusha, unaweza rudia, ama Mungu ameshusha hiyo, ameshusha ka point fulani, unaweza tupea. Hata kama ulikuwa umeongea, karibu. Sister Melina ukukua na sisi, karibu tena. Anyone with a word, karibu. Maybe I can say praise God. Amen. Hope kila mmoja ako sawa. Na hope watu hawalali. Mimi nashukuru Mungu amekuwa mwaminifu kwa maisha yangu. Yeah. I thank God for the word. I have learned something again. Mtu alisema like, okay, as for me, huwa najiambia hata kama nitakuja kufunzwa the same word yenye mtu mkubwa alinifunza, nikuje nifunzwe na mtoto, bado nitalisikia na nitalifuata. Hata kama ni mtoto alinifunza na mtu mkubwa mzee akuja anifunze, bado nitalisikia na nitalifuata.